tusiache kukutanika namna hii. Nafahamu hali ya hewa haijawa rafiki kwa wengi, lakini sisi Mungu ametujalia tumeweza kufika asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana. Amen. Wageni ambao umekuja kuabudu nasi, karibuni sana. Hapa ndio FPCT Mlimani. Tuna furaha, tumefurahi kukuona na tutapenda ibada itakapokwisha utabaki kwa muda mchache tufahamiane zaidi. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Majira haya ni mazuri ya kusikia neno la Bwana, lakini kabla tujaenda kwenye neno la Mungu niseme mambo machache mawili tu. La kwanza ni kuwakumbusha watu wa Mungu kwamba katika malengo yetu ya kurejesha na kutunza taswira ya kanisa, moja ya wajibu tulionao ni kuimarisha ibada zetu za katikati ya wiki. Na ninafahamu idadi yetu kubwa ni wanafunzi, lakini nafahamu pia si wote wana vipindi siku ya Jumatano muda ule wa ibada. Kwa hiyo napenda kukukumbusha na kukuhimiza, ikiwa nafasi na kuruhusu ufike hapa. Nawashukuru huduma yetu ya sifa na muziki. Ninaona sasa wanamuziki tunawapata katikati ya wiki. Nafikiri hayo ni maendeleo. Kwa Mungu awabariki sana, tuendelee hivyo sambamba na huduma nyingine zote. Mara zote huwa ninawakumbusha watu kwamba Mungu tunayemwabudu Jumapili ndio Mungu tunayemwabudu Jumatano. Mungu wa Jumatano sio Mungu mdogo, ni Mungu yule yule wa Jumapili. Kwa hiyo heshima tunayompatia Jumapili, bidii tunayompatia Jumapili, ni bidii hiyo hiyo anatakiwa kupatiwa kila wakati tunapokuwa na ibada. Kwa hiyo nikuhimize mtu wa Mungu mwenye nafasi, weka mambo yako vizuri, weka ratiba yako vizuri, tukutane tujengane kwa neno la Bwana. Lakini pia imetangazwa kwamba Jumapili ya tarehe 8 tutatoa sadaka ya Injili, na kwa mwongozo wa kanisa letu la mahali, tunapotoa sadaka ya Injili Jumapili ya pili ya kila mwezi inaambatana na ushuhudiaji kwa saa moja. Kwa hiyo huduma yetu ya idara yetu ya Injili na misheni ipokee hii, na hili ni agizo endelevu. Kwa hiyo kila tunapotoa sadaka ya Injili, tusitoe tu sadaka ya Injili kuishia hapa. Tutoe sadaka ya Injili lakini na kuwaendea ambao tunataka sadaka hiyo iwaendee. Kwa hiyo kwa saa moja tu tutakuwa na muda Jumapili ijayo baada ya sadaka kuambia watu upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tuende sasa katika neno la Bwana. Tufungue kitabu cha pili cha Samueli. Kitabu cha pili cha Samueli, sura yake ni ya 7. Samueli wa pili sura yake ni ya 7. Tutasoma mistari mingi kidogo, lakini tafakari yetu itagusia mistari michache. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Kama umefika useme amina. Amen. Basi nitasoma. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Maandiko yanasema, ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia sasa mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo neno la Bwana likamfikia Nathani kusema, nenda umwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo,
lakini nimekaa katika hema na maskani mahali mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote. Je, nimesema neno lolote na mtu yoyote na waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli, nikisema mbona kunijengea nyumba ya mierezi? Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya. Bwana wa majeshi asema hivi: nalikutoa katika zizi la kondoo, katika kuwaandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipoamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana akuambia kwamba Bwana atakujengea nyumba, nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako, atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu, lakini fadhili zangu hazitamuondoka, kama vile nilivyomwondolea Sauli niliyemwondoa mbele yako. Na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote ndivyo Nathani alivyonena na Daudi. Tumshukuru Mungu. Baba Mungu, tunakushukuru kwa usomaji wa neno lako. Neno lako ni taa, neno lako ni uzima. Tafakari tunayoifanya asubuhi ya leo Bwana ikaguse maisha yetu na kutufunulia kusudi lako. Na Bwana, tunapoishi kusudi lako, utatimiza ahadi zako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana u pamoja nasi, na Roho Mtakatifu mwalimu atatufundisha sisi wote. Kwa jina la Yesu Mwokozi, amen. Ndugu zangu, siku hii ya leo nimesukuma moyoni tushirikiane neno la Bwana ambalo nimelipa kichwa tunayojifunza kuhusu ujenzi wa nyumba ya Mungu. Tunayojifunza kuhusu ujenzi wa nyumba ya Mungu, na lile neno nyumba liwekee funga na fungua semi. Tunayojifunza kuhusu ujenzi wa nyumba ya Mungu, na dhumuni la somo letu na tafakari yetu ya siku ya leo ni kuangalia msingi wa Biblia katika nyakati zetu unatuagiza nini. Maisha ya imani toka enzi na enzi yamejengewa kanuni katika maandiko, na chochote kinachofanyika nje ya maandiko, kitu hicho sio cha kimungu. Kwa sababu kama Mungu angetaka vitu vifanyike kama mtu tu anavyojisikia, alikuwa hana sababu ya kutupa neno lake. Lakini kwa kuwa ametupa neno lake, anataka tuangalie, anataka tujifunze, anataka tuone vile alivyotenda ndivyo tutende. Maisha ya wenzetu, namna walivyofanikiwa kumshia Mungu, tujifunze kwao. Namna ambavyo alitumikia kusudi la Mungu, tujifunze kwao, ili na sisi katika zama zetu tuweze kumwishia Mungu katika usahihi ambao
wenzetu walimwishia na wakaona Mungu akitenda kazi pamoja nao. Kwa hiyo tunakumbushana, tunataka kutazama namna ambavyo wenzetu walienenda. Ujenzi wa nyumba ya Mungu, na hili neno nyumba kama ambavyo nimeeleza tumeliwekea funga na fungua semi kwa makusudi, kwa sababu tunapozungumza swala la kumjengea Mungu nyumba, tunajua Mungu hahitaji nyumba, kwa sababu Mungu hana mwili. Mungu ni roho, hahitaji nyumba wala hahitaji makazi kama ambavyo sisi tunayahitaji. Kwa hiyo tunapozungumza swala la ujenzi wa nyumba ya Mungu, ni lazima tuliweke jambo hilo katika maudhui yaliyo sahihi bila kuleta upotofu. Ni kweli yako mazoea ya kuita mahali pa ibada kuwa ni nyumba ya Mungu, lakini ukweli ni kwamba Mungu haishi katika nyumba zinazojengwa na mikono ya binadamu. Mungu ni roho. Mungu ni roho, na mahali pekee ambapo ameonyesha kuwa interested inapokuishi ni katika mioyo ya watu. Ndio maana maisha yetu, ndio maana miili yetu inaitwa hekalu la Roho Mtakatifu, kwamba Mungu anaishi ndani yetu, na ameonyesha wazi kwamba mtu anayeharibu mwili Mungu atamharibu. Kwa nini? Kwa sababu anacheza na mahali ambapo Mungu ana interest na kuishi. Kwa hiyo shabaha ya Mungu ni apate kuishi ndani ya maisha yako, apate kuishi ndani ya maisha yako. Mungu tunayemwabudu si Mungu wa location, si Mungu wa jiografia. Hafungwi na mipaka ambayo sisi tunafungwa nayo. Badala yake yeye amechagua apate kuishi na wanadamu. Ndio maana akajiita Emmanuel, kwa maana yeye ni Mungu pamoja nasi. Ndio maana amesema anabisha mlango, anayemfungulia mlango ataingia, atakaa pamoja naye. Ndio maana amesema wote wanaompokea yeye atakuwa ndani yao na wao watakuwa ndani yake. Hii ni kuonesha kwamba shabaha ya Mungu ni apate kuishi ndani yangu, apate kuishi na wewe. Utakapokwenda kushoto awe kushoto, ukienda kulia awe kulia, ukienda nyuma awe nyuma, ukisonga mbele na yeye aende mbele. Sio Mungu yule ambaye anapatikana mahali pamoja kiasi ya kwamba ukipiga hatua umemwacha nyuma. Mungu anataka awe nasi mahali pote, wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kama kuna nyumba ya Mungu iliyo bora, ni moyo wako, ni moyo wako. Na huo ndio tunatakiwa kuutunza kweli kweli. Tunatakiwa kuusafisha kweli kweli. Tunatakiwa kuutengenezea mazingira ambayo Mungu atajisikia salama kuishi ndani yetu. Tusiwe nyumba zetu, mioyo yetu, maisha yetu, roho zetu ziwe safi, aweze kuishi pamoja nasi wakati wote. Kwa hiyo hiyo ndiyo nyumba ya kweli ya Mungu ambaye ametuokoa. Lakini tunapozungumza ujenzi wa nyumba ya Mungu kwa maana ya jengo, hiyo nayo ni nadharia nyingine tunaiona katika maandiko. Tunaiona katika maandiko. Na Mungu alipowachagua wana wa Israeli, tunaona alitengeneza utaratibu wa namna ambavyo watu watakutana na kujengwa na kuhudumiana. Na kutokea hapo, toka jangwani alitengeneza hema ya kukutania, na mara zote alikutana na Musa hapo. Lakini baadaye lile sanduku la agano, sanduku la Mungu ambalo lilikuwa linaashiria uwepo wa Mungu katikati ya Israeli, lilikuwa likihamishwa hapa na pale. Lilikuwa likihamishwa hapa na pale. Na lile sanduku la Mungu lilikuwa linaashiria uwepo wa Mungu katikati ya Israeli, na lilikuwa na thamani kubwa sana, maana mara zote walipotaka shauri litokalo kwa Mungu walikimbilia pale. Kwa hiyo ile ilikuwa ni ishara, ilikuwa ni simbo ya kwamba Mungu yupo katikati yao. Kwa hiyo lilitunzwa, lilihifadhiwa mahali. Na tunaona katika uhifadhi wake, miaka ilipokwenda, Daudi akiwa mfalme anapambana na maadui zake pande zote. Baadaye Daudi anapata utulivu, kwa maana vita inapungua. Na vita sasa inapopungua, fikra yake inaanza kumrudisha
katika Mungu ambaye amemsaidia nyakati zote, na anaona mimi naishi mahali pazuri. Na Mungu je? Na Mungu je? Wazo lake la kujenga nyumba ya ibada likatokea hapo. Bwana Mungu atusaidie sana. Tutaenda kuiona hiyo, lakini tunapoyatazama haya na kanisa letu la Mlimani, tunapoakisi maandiko, ni vizuri kufahamu kuna mambo ambayo mimi na wewe tunaweza kujifunza tunapolitumikia kusudi la Mungu ambaye ametuleta mahali hapa. Kanisa Mlimani kama kanisa changa ambalo lina shauku kubwa ya kuendelea na kufika mbali, kama vile ambavyo Mungu amekudhihirishia wewe pamoja na mimi kwamba mahali hapa amepachagua. Ndugu zangu, ili Mungu aweze kutufikisha pale alipokusudia, lazima tukae katika kanuni za kibiblia ambazo katika hizo wenzetu walienenda nazo na kufanikiwa. Tunafahamu kwamba iko future kubwa, tunafahamu iko nuru kubwa ambayo Mungu ameikusudia mahali hapa. Na sasa kanisa letu ni changa, liko katika mchakato wa kuendelea, wa kujiendeleza, wa kujisimika, wa kuweka misingi iliyo imara. Tunapoyatazama maandiko, tunacho kitu cha kujifunza. Na moja ya vitu katika zama zetu tunavyovitazama ni namna ambavyo tunaweza kuwa na umiliki wa mahali petu, kitu ambacho tunakiita nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zama ambazo mambo hayo hatuwezi kuyaepuka. Ulimwengu ulipofika umeshaondoka kwenye mazingira ya watu tena kuabudu chini ya miti. Maana kwanza Dar es Salaam miti yenyewe inahesabika. Ulimwengu ulipofika tumeshapiga hatua kwenye watu kukusanyika kwenye vyumba vya madarasa. Sijui kama wengine mmebahatika, lakini sisi tumewahi kuabudia shuleni. Makanisa yetu yametokea huko. Serikali ilituhifadhi sana. Kwa hiyo tukawa tunafanya ibada zetu kwenye shule za sekondari ama za msingi. Ulimwengu umepiga hatua kutoka huko, ndugu zangu. Kanisa likaanza kufika katika mahali pa kuanza kujenga majengo. Makanisa yamejenga majengo, yanaanza kutengeneza mahali pa kuabudu, yanatengeneza mahali pa kukutanika. Lakini sisi tumepata neema, tumefika katika zama ambazo makanisa hayajengi tu majengo, yanajenga mamashe. Amen, haleluya. Tunafika huko, ndio zama zetu hizo. Unapotazama leo, watu hawaangalii makanisa kama kauchoroba hivi. Wanatengeneza vitu, wanashusha vitu vyenye maana. Na hivyo ndivyo watu wanaelewa kwamba haya ndiyo maendeleo katika zama zao. Sasa na mimi na wewe ambaye tumefikiwa na zama hizi, hatutakiwi tena kufanya vitu ambavyo vinaturudisha karne ya 47. Tunatakiwa kufanya vitu ambavyo vinatupeleka mbele. Amen. Kabisa. Kabisa. Na huo ndio uhai. Maana kwenye uhai ukiona mtu anarudi nyuma, kuna tatizo kubwa. Lakini ukiona mtu anaenda mbele, unajua hapa Mungu anatenda kazi. Sasa sisi ambao Mungu ametuita, tena ametuita mjini, ametutengenezea mazingira, wengi hapa angalau wamepata nafasi ya kupita kwenye madarasa kujifunza. Kwa hiyo ni wataalamu, ni wajuzi, wako hapa. Tunapofikiria kwenda mahali petu, ndugu zangu, lazima tufikirie mahali ambapo panaendana na ahadi yetu, vile ambavyo Mungu ametuita kwa makusudi. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo tunapoyafikiri hayo, tunapoyawaza hayo, Mungu anapoyaweka hayo mioyoni mwetu, kabla ya kuchukua hatua yoyote, lazima turudi kutazama wenzetu walifanyaje, wenzetu Mungu aliwateteaje. Na tunapotafakari haya, kwa wale ambao mnasoma maandiko, kutokea kwa Daudi wazo la kujenga hekalu ndio Mungu alilipokea baadaye. Suleimani akaja akalijenga hekalu alilojenga Suleimani kwa nyakati zake.
lilikuwa na ufahari uliopita majengo yote ya wakati ule. Amina. Lilikuwa lina dhahabu, lilikuwa na vitu vya thamani. Ujenzi wake ulitumia ukandarasi wa hali ya juu. Maandiko yanatoa rekodi kwamba katika ujenzi ule hata kelele zilikuwa hazisikiki. Wapi leo unaweza kuona hiyo? Wapi unaweza kuona hiyo leo? Kiasi ya kwamba hata baada ya uhamisho walipokuja kulijenga mara ya pili, wazee walioliona katika utukufu wake walisema halikuwa hivi. Wakalia, kwa maana mbona limejengwa chini ya kiwango. Mantiki yake ni kwamba, ndugu zangu, Mungu anapotupa nafasi ya kufanya vitu, tuvifanye kwa usahihi, tuvifanye vizuri. Mungu sio Mungu wa vitu vinyonge vinyonge. Bwana Mungu atusaidie sana. Tunapomtazama Daudi, tunamwona kama kiongozi mwenye maono, kwamba Mungu amemstarehesha sasa, na Mungu baada ya kuwa amempa utulivu katika ufalme wake, anaanza kufikiri juu ya namna ambavyo atatengeneza mazingira ya watu wa Mungu kukutana kuabudu mahali pazuri. Kwamba yeye ameona kwamba ametulia, anakaa mahali pazuri, na wakati huo ukawa ni wakati mzuri sana wa yeye kuanza kufanya reflection, kujaribu kutafakari alikotoka. Na mimi najaribu tu kufikiri, unapochunguza haya maandiko utabaini wakati ule ni kama Daudi alikuwa na shauku na uwepo wa Mungu, kwamba uwepo wa Mungu. Na sasa mara zote anapofikiri uwepo wa Mungu, kitu cha kwanza kinachokuja katika akili yake ni sanduku la agano. Liko wapi? Na huyu mtu alikuwa anafuatilia sana uwepo wa Mungu, uko wapi? Sema, Mungu anaishi katika mapazia? Hapana. Hapana. Kwa hiyo akaja na wazo kwamba tumjengee Mungu nyumba. Bwana Mungu atusaidie sana. Bwana Mungu atusaidie sana. Mambo machache nataka tujifunze kwa muda tulionao ni kwamba amani ni muhimu sana kwa maendeleo ya watu wa Mungu. Amani. Amani. Maandiko tuliyosoma, unaposoma mstari wa kwanza na wa pili, unabaini kwamba maandiko yanaonyesha wazi kwamba baada ya mikiki ya vita na maadui zake wanaomzunguka, ilifika wakati vita ikatulia, vita ikapungua. Na vita ilipopungua, fikra na wazo la maendeleo ya kazi ya Mungu ndio ilikuja moyoni mwake. Na tunapotafakari, ndugu zangu, jambo hili ni la kweli. Jambo hili ni la kweli. Unajua, vipaumbele kwenye maisha vinaweza kuamuliwa na nyakati mtu anazopitia. Vipaumbele kwenye maisha vinaweza kubadilika kulingana na mtu na nyakati anazopitia. Ukiwa katika ugomvi, kipaumbele katika wakati ule ni kushinda. Ukiwa unazama, kipaumbele wakati ule ni kutoka kwenye maji. Kukiwa na maumivu moyoni, kipaumbele wakati huo ni kutafuta namna ya kupata uponyaji. Kwa hiyo vipaumbele katika maisha, ndugu zangu, vinaweza kuamuliwa na mazingira yanayozunguka. Na ni kweli, ukiyatazama maisha ya Daudi, mara zote yuko milimani, yuko mabondeni, yuko kwenye uwanda, anapigana na adui. Wakati huo wazo la kufikiria maendeleo ya kimungu linakuja wapi? Inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo mara zote anafikiri namna atakavyomkabili adui, namna atakavyomshinda adui, kwa sababu wakati huo hilo jambo linakuwa lina uzito mkubwa. Na sisi kama watu wa Mungu lazima tujifunze katika maisha yetu kujua ni nini cha kutenda kwa wakati unaohusika. Katika zama zetu unaweza kustaajabu, mtu yuko chuoni anasoma, lakini ndio wakati anataka afanye starehe. Huyu mtu hajajua kipaumbele bado. Tunataraji mwanafunzi awapo chuoni, awapo kwenye masomo, jambo lake kubwa kuliko mengine yote ni kuweka bidii katika kusoma kwake. Na mimi wakumbusha wanafunzi mlioko hapa, Mungu awape neema. Mungu awape neema. Dunia inaweza ikawa na vishawishi vingi.
Ulimwengu unaweza ukawa na vitu vingi vya kutuvuta huku na kule, kutuondoa katika reli, lakini uwe na mtazamo, uwe na fikira, fungua macho yako, ujiulize, hiki ninachokifanya kina mchango gani katika jambo la muhimu unalolipitia sasa? Kama swali hilo majibu yake ni kwamba hakuna mchango, basi ujue jambo hilo linakutoa katika kusudi ambalo unalipitia. Ni vizuri ujue katika muhula unaopitia, kipaumbele ni wewe utoke umeelimika, umefaulu vizuri. Na hata jamii inayokuzunguka utakapomaliza masomo itakuuliza, ndugu yangu, bwana vipi huko, vipi masomo? Hawatakuuliza umefungua biashara ngapi. Hawatakuuliza umeoa lini. Hawatakuuliza. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kipaumbele wakati huo ni kusoma kwako. Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba Daudi alishinda maadui zake, na sasa vita imetulia, yuko katika amani. Tunaona akili yake, focus yake inaanza kuhamia katika mambo mengine. Kwa hiyo kipaumbele kikabadilishwa. Na tunapoyatafakari maisha yetu, ndugu zangu, ni vizuri hata mimi na wewe kutake advantage ya vipindi ambavyo kuna utulivu. Vipindi ambavyo vina utulivu katika maisha vinaweza kutufaa kujijenga na kutengeneza stamina ambayo itatusaidia kushinda katika nyakati za mitikisiko na misukosuko. Kwa hiyo mtu anapokuwa na amani, asitumie amani hiyo kufanya vitu ambavyo havimuinui, badala yake atumie amani hiyo kujijenga. Akiwa ni mwanafunzi atumie wakati huo vizuri, akiwa sio mwanafunzi atumie wakati huo vizuri. Wakati wa amani ndio wakati wa maandalizi mazuri. Hata wale watu wanaofanya ulinzi hapa na pale wanakwambia katika kipindi cha amani ndio wakati ambao wanafanya mazoezi sana, kwa sababu ukiwa vitani huwezi kufanya mazoezi. Kama mtu mmoja alivyosema kwamba mtu akiwa anazama sio wakati wa kumfundisha kuogelea. Maana wakati mwingine tunaweza kutaka kutumia zile nyakati za hatari kama kuokoa jahazi, lakini wakati ule labda inaweza kawa ndio tumechelewa. Tunaweza tukawa tumechelewa. Kwa hiyo stamina zetu za kupambana na wakati mgumu tunazitoa wakati gani? Tunazitoa, ndugu zangu, kukiwa na amani. Kwa hiyo tutumie wasau vizuri. Mpendwa, kama bado hujapita kwenye mitikisiko, tumia wakati huo vizuri. Trust me. Tumia wakati huo vizuri. Vizuri. Hujaachwa, tumia wakati huo vizuri. Tumia wakati huo vizuri. Hujapata mtu, hujui kutokujibiwa message kuna kuaje, tumia wakati huo vizuri. Tumia wakati huo vizuri. Kwa sababu usipoutumia wakati huo vizuri, ndugu zangu, mambo yanapofika wakati wake, ukiwa hujajiandaa humu moyoni, ndugu zangu, mtikisiko wake sio mdogo. Sio mdogo. Sio mdogo. Kwa hiyo wakati wa amani, mpendwa, ndio wakati wa kujenga stamina ambayo itakusaidia kwenda mwendo mrefu hapo baadaye. Katika zama tunazoziishia, wakati wa amani wengi wanautumia vibaya. Tunaona mtu anaweza akafanikiwa akapata pesa nyingi na majukumu hayajaongezeka, badala ya kutumia ile pesa vizuri ndio anaitapana. Mtu anaweza akawa amepata nafasi ya kuajiriwa mapema, fedha inaingia, mambo hayajaongezeka, wakati ule hautumii vizuri. Sasa mtu huyu atakapokutana na magumu, mtu huyu atateseka sana. Nimeona hata katika malezi ya wazazi ambao wametoka katika mazingira magumu na baadaye wakapata nafuu, miongoni mwa vitu wanavyoshindwa ni kuwasaidia watoto wao. Kuwasaidia watoto wao waje kuwa na uwezo kukabiliana na nyakati ngumu. Tukiwa tumekaa kwenye simulizi za hapa na pale, ukaibuka mjadala. Mwenzetu anasema, mimi mwanangu hawezi kuolewa na mtu ambaye
Yaani anabeba maji kwenye ndoo, labda tutumie neno hilo. Anabeba maji kwenye ndoo anampelekea chooni. Mwanangu hawezi kuelewa na namna hiyo. Sababu ni nini? Si tumebeba sana. Okay. Kwa hiyo ukibeba wewe, angalau sasa hivi zama zetu maji unabofya anatakiwa atoke juu. Kama kampenda mtu ambaye maji hayabofyeki, utafanyaje? Kwa hiyo discussion ikawa kubwa, lakini hitimisho lake likawaje? Hitimisho lake likawa tukamwambia, Bwana, wewe unamdhulumu mtoto wako. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu tunaoishia sio ulimwengu wa kwamba kila wakati utabofya. Wakati mwingine huyo anaweza kwenda kuwatembelea wazazi wako, akatakiwa achote maji kwenye kisima. Wewe unafikiri mzazi wako atafurahi? Kwa hiyo hatusemi kwamba umbebeshe kila siku, lakini angalau wajue kwamba inapotakiwa kubeba anaweza akabeba. Ndio hoja tunayoizungumza. Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba nyakati za amani, sasa chakula kinapatikana, maji unabofya yanatoka. Hizo ndio nyakati za kujiandaa katika mazingira yote. Uko chuoni unasoma, una amani, hujapitia mitikisiko, unaweza kushika daftari ukasoma vikaingia kichwani. Huo ndio wakati wa kusoma. Utakapofika ule wakati unasoma hivi unaona message haijajibiwa, hizo wakati kusoma itakusumbua sana. Kwa hiyo wakati wa amani ndio wakati wa kujiandaa vizuri, ndugu zangu. Na hata sisi kama kanisa, na mkumbuka kwamba sizungumzii mambo haya, nazungumzia kanisa tunayojifunza. Tunaona wakati Daudi amepita katika amani, alianza kuwaza namna ya kufikiri atakavyofanya maendeleo ya kazi ya Mungu. Na hata sisi kama kanisa, wale mnaofahamu historia, tunapoyatazama mazingira yetu, tunaanza kuona kama Mungu anatupa utulivu. Unajua, kupata mahali ambapo tunaweza kuhubiri, kukutanika namna hii, tukamwabudu Mungu bila kusumbuliwa, bila kugongewa. Jamani, Mungu ametupendelea. Mungu ametupendelea. Mnafanya ibada, hakuna mtu anayekwambia ondokeni. Tumepita mazingira haya. Tumepita mazingira haya. Sasa Mungu anatupa hali fulani ya kutulia. Ndugu zangu, tujisahau katika hayo? Hapana. Mungu anapotupa amani kama hii, lazima tufikirie maendeleo ya kazi yake. Bwana Mungu asifiwe sana. Bwana Mungu asifiwe sana. Maana katika nyakati zile za kuteswa kwetu, tunaambiwa tokeni. Mnajiuliza mtaenda wapi? Wakati huo kipaumbele sio tena kutafuta eneo letu. Wakati huo kipaumbele ni wapi tutakutana Jumapili ijayo. Kuna nyakati ambazo hatukuweza kukutana kabisa kwa sababu hela haikuwepo ya kulipia. Lakini sasa Mungu ametupa mahali kama hapa. Ndugu zangu, tuna utulivu wa namna fulani. Nafikiri tunawajibika kuanza maendeleo ya kazi ya Mungu. Bwana Mungu asifiwe sana. Mtu mmoja akasema, amani ni ardhi ya maendeleo. Amani ni ardhi ya maendeleo. Na hoja yake ni kwamba unapokuwa na amani, huo ndio wakati unaweza ukafanya vitu vya kukusaidia kupiga hatua baadaye. Unapokuwa na amani, ndio unaweza kuwa na utulivu wa kufikiri na kufikiri vizuri. Unapokuwa na amani, ndio wazo ulilonalo unaweza ukaliweka katika utekelezaji, ukalipima kama litakuwa na matokeo. Unapokuwa na amani, ndio wakati huo unaweza kumfuata hata ndugu, bwana, nina wazo hili, ukamshirikisha akalisikia. Nyakati ambazo unaweza ukakosa mtu wa kumwambia wazo lako, kwenye maisha zinaweza zikatokea. Kwenye maisha zinaweza zikatokea. Na sasa nyakati kama hizo zinapotokea, kama mtu hana stamina, hajajenga uwezo wake, ndugu zangu, mtu huyu anaweza akajikuta anapata misukosuko itakayoleta athari ya kimaisha. Tukumbuke kwamba amani ni muhimu sana. Amani ni muhimu. Amani ni muhimu. Na tunapomtazama Daudi na kuakisi maisha yetu kama kanisa, tunashawishiwa moyoni kabisa, ndugu zangu, huu ndio wakati wetu.
huu ndio wakati wetu. Hakuna wakati mwingine ambao tunaweza tukasema tuna utulivu wa kutosha na kuanza kufikiria mipango yetu ya kimaendeleo. Kama ambavyo kwenye maisha yetu ya kawaida tunatumia amani, tunahitaji amani kwa maendeleo ya hapa na pale, vivyo hivyo kama jamii ya watu wa Mungu, maendeleo yetu ya pamoja yanategemea utulivu wetu na amani inayotuzunguka. Bwana Mungu asifiwe sana. Bwana Mungu asifiwe tena. Watu wa Mungu, niwakumbushe, Daudi alipokuwa katika kipindi cha amani, ndipo aliwaza kumjengea Mungu nyumba. Mimi na wewe, Mungu ametupa amani mahali hapa. Tunawaza nini? Nafikiri mawazo yetu tulionayo, msukumo ambao Mungu anaweka moyoni, ameuleta kwa wakati mwafaka. Tunapoyapima mambo haya kwa kipimo cha maandiko, tunaona tunatembea katika pattern ambayo wenzetu walitembea nayo. Na tunaamini ikiwa hivyo, basi Mungu atatenda jambo. Basi Mungu atatenda jambo. Ndugu zangu, kanisa letu hili ambalo sasa ndio liko katika hali ya kujijenga, ni vizuri tufahamu huu ndio wakati wetu sasa wa kuanza kuweka dira ya mambo ya makubwa ambayo Mungu ameweka moyoni mwetu. Kile ambacho unasikia moyoni ambacho Mungu anataka akitimize kupitia wewe, huu ndio wakati wa kukifanyia kazi. Huu ndio wakati wa kufanyia kazi. Nasi tunajua hakika pasipo shaka kwamba Mungu atapatumia mahali hapa kuwa baraka kwa taifa na kwa ulimwengu. Hiyo hatuna mashaka. Hatuna mashaka hata kidogo. Ni swala la muda tu. Kwa sababu Mungu ametupa utulivu huu ili mimi na watu tukae miguuni pake, tumuulize Mungu, unataka tufanye nini sasa hivi? Kwa hiyo kila mmoja ambaye atajiweka katika kusudi na mpango wa Mungu, Mungu atakuwa tayari kumtumia. Na nikwambie rafiki, nikwambie mpendwa, huu ndio wakati wako ambao Mungu anataka akutumie kwa kusudi lake. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie tena. Ninafahamu maisha yetu yanajaribu kutuonesha kwamba kukiwa na taabu, huo ndio wakati wa kumtafuta Mungu. Hakuna ubaya, lakini hayo ni mambo ya wachanga wa rohoni. Unajua, mtu akiwa mchanga wa rohoni ndio anamtafuta Mungu kwa sababu ya vitu, na wanadhani kazi ya Mungu ni kuwafanya wao wafurahie tu na kustarehe hapa duniani. Hakuna ubaya, lakini hayo ni mambo ya wachanga. Sisi Mungu ametupa neema ya kuvuka hizo level. Hatumtafuti Mungu kwa sababu ya vitu tu. Hatumtafuti Mungu kwa sababu ya vitu tu. Na kwamba hatuhitaji zije nyakati ngumu ndio tuanze kutafuta uso wa Mungu. Katika amani sisi ndio tutamtafuta Mungu sana. Amen. Katika utulivu ndio tutalitia jina la Mungu sana. Na katika utulivu huo ndio ninaamini kwa bidii yetu sisi wote Mungu atatusaidia kupiga hatua na kusogea mbele. Kwa hiyo ndugu zangu, tutumie wakati wa amani ambao Mungu ametupa. Tunapolitazama kanisa letu tunaona kama Mungu ametupa utulivu fulani. Mungu ametupa utulivu fulani. Kwa hiyo tunajifunza moja ya kitu muhimu sana, kwamba amani ni muhimu kwa maendeleo. Tuitumie amani yetu kwa maendeleo yaliyo mbele yetu. Jambo la pili ambalo tunajifunza katika vipengele ambavyo tumevisoma ni kwamba Mungu anastahili kilicho bora. Natamani umwambie rafiki yako, Mungu anastahili kilicho bora. Mtikise begani, mwambie Mungu anastahili kilicho bora. Thamani tunayo, jamii mbalimbali zina tamaduni zinavyoweza kutoa thamani katika vitu. Na ukikaa kwenye jamii ya watu wa binafsi, kuna wale wanaowaza kwamba vizuri vyote ni vya kwao. Vizuri vyote ni vya kwao. Jamaa yetu mmoja alikuwa na bidii kubwa sana. Kikitoka vitu sisi tunacho hicho.
Akakangu aliye Ulaya nacho hicho. Kwa maana mimi angalau bwana nimepata 80. Mimi mtani nimepita nimepata 95. Kwa hiyo tulikuwa kwenye hiyo ligi. Na kama vitu vizuri vyote vilikuwa vya kwake yeye na ndugu zake tu. Vile vinavyosalia vile ndio vya kwetu sisi. Na hiyo dhana inaweza kusambaa sana. Dhana inaweza kusambaa sana. Na inaposambaa ndio unaanza kuona watu watu hawajali vitu vya wengine. Kwenye ukanda wetu ile tatizo ni kubwa sana. Yaani angalia wewe ukinunua bando, udownload video. Ila ukienda kwenye wifi ya bure ndio una download video. Hilo ni tatizo. Kwenye mshono hapo Angalia vifaa vya kwenye taasisi. Angalia madereva wanaoendesha magari ya makampuni. Anaweza kaona jiwe akalipanda tu. Kwamba utanunua jingine, utanunua tairi jingine ikipasuka. Yaani ile dhana ya utunzaji wa vitu kwamba hiki ni cha jamii, ni cha kwetu, ni kitu cha umma. Ni ndogo sana. Hilo tatizo ni kubwa. Hilo tatizo ni kubwa sana kwenye ukanda wetu. Ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba mtu kile cha kwake ndio anakitunza, lakini kilicho cha umma hicho hakitunzwi. Kwa nini? Kwa sababu anayegharamika kukirekebisha sio yeye. Kwa hiyo huko anaweza akafanya tu vyovyote. Anaweza tu akafanya vyovyote. Mtu ana download video na haitazama. Ni matumizi mabaya. Matumizi mabaya. Angalia mtu ambaye anapuliza perfume yake. Angalia anapuliza perfume ya rafiki yake. Kuna shida mahali. Kuna shida mahali. Kuna shida mahali. Kwa hiyo dondo yangu ni nini? Ni kwamba tuna utamaduni kwamba vile vilivyo bora na vya kwetu hivyo ndio tunavitunza. Kinachokuwa cha mtu mwingine hicho hatuhusiani nacho. Na ndio maana unaweza kufika kwenye makanisa ukakutana na vitu vya ajabu sana. Vya ajabu sana. Yaani unaweza kuona mali za kanisa hazitunzwi. Unaweza kuona fedha ya kanisa inatumiwa vibaya. Unaweza kuona watu hawajali mazingira ya ibada. Hawajali kabisa. Hawajali kabisa. Mahali fulani nilikotoka nisitaje kanisa. Mahali fulani mtu akaja kutoa sadaka 1,000, yani ni nusu. Yaani kipande kile cha 1,000 hakipo. Mtu kaja kutoa sadaka. Watu wanafika level hizo. Yaani watu wanafika level hizo. Pointi yangu ni nini? Pointi yangu kuna ile hali imejengeka kwamba kitu kinapokuwa cha umma, kitu kinapokuwa sio changu, siwezi kukijali sana. Na kile ninachojali na kukithamini ni kile cha kwangu tu, kwa sababu hicho ni cha kwangu. Na hiyo dhana inaweza kwenda mbali ikafika mpaka kanisani, mpaka kwenye jamii ya watu wa Mungu, watu wakaacha kujali vitu vya kimungu. Tunapomtazama Daudi, fikra hiyo haikuwa akilini mwake. Fikra hiyo haikuwa akilini mwake. Ule mstari wa pili wakati anaanza kufikiria namna atakavyotimiza kusudi la Mungu, anasema mimi nakaa kwenye nyumba ya mierezi. Na hiyo ndio ilikuwa teknolojia ya ujenzi wakati huo, miti yenye thamani. Leo kama tungekuwa tunajenga ujenzi, tungeweza kusema ni nyumba ambayo imejengwa kwa matofali.
inawekwa labda marumaru, vitu vya kisasa. Kwa hiyo angeweza kusema mimi nakaa kwenye nyumba ina tiles, alafu nyumba ya ibada inakaa kwenye hali duni, na kuna watu hawaoni shida hiyo. Anaweza kukaa mahali peke yake, yeye tu ndio amestawi, wengine wote wamekonda. Hilo tatizo. Kuna mtu hawezi kuona shida, yeye anakula vizuri, wengine hawana chakula. Anajua vitu peke yake, wengine hawajui. Hilo ni tatizo. Sasa hiyo kata inaweza ikaongezeka, ikafika mahali ikaleta athari mpaka kwenye jamii ya watu wa Mungu. Daudi alikuwa tofauti. Daudi kilichomsukuma kujenga nyumba ya Mungu ilikuwa ni kwa sababu ameona yeye anakaa mahali pazuri. Akasema no, Mungu naye anastahili akae mahali pazuri. Bwana Mungu asifiwe sana. Bwana Mungu asifiwe sana. Kama tunaona Mungu ana thamani, vitu vyake pia vinatakiwa kuwa vya thamani. Yaani yale tunayoyakiri kwa vinywa vyetu yawe mambo tunayoweza kuyaweka katika matendo. Tunaposema Mungu ni wa thamani, hata vitu tunavyomfanyia ni vitu vya thamani. Mimi sikubaliani na wale wanaosema wewe sikiliza tu maneno yangu, sauti yangu achana nayo. Unaweza kumwambia hivyo kiongozi fulani anayekuja kukusikiliza uimbaji? Huwezi. Kwa nini kwa Mungu tunataka kufanya hivyo? Kwa nini kwa Mungu tunataka kufanya hivyo? Hilo tatizo. Kwa hiyo Mungu sio wa shagala bagala. Mungu sio wa vitu holela. Ndugu zangu, Mungu sio mchafu. Bwana atusaidie sana. Mungu ni wa thamani, hivyo anastahili kilicho bora. Kama yuko ambaye tunaweza kumtendea kilicho bora, ndugu zangu, ni pamoja na Mungu wetu. Ni pamoja na Mungu wetu. Na Mungu tunampaje kilicho bora? Ni kwa kutumikia watu wake. Maana ni vizuri kufahamu Mungu hana shida na hivyo vitu. Mungu hana shida na hivi vitu. Kwanza havimsumbui kabisa. Ila tunamtumikia Mungu kwa kuwahudumia watu wake. Maana ukasemaje unamtumikia Mungu alafu hudumie watu? Hawa. Kwa hiyo tunapowahudumia watu wake, lazima tuwahudumie kwa kuwapa kilicho bora. Kwa sababu Mungu anastahili kilicho bora. Ndugu zangu, lazima mitazamo yetu. Ninafahamu mambo hayo hapa hayapo, lakini tunakumbushana. Mungu, mitazamo yetu tuibadilishe na tuanze kumfanyia Mungu vitu vilivyo bora. Tumfanyie Mungu vitu vilivyo bora. Hivyo ni vya Mungu. Kama kuna vitu vya kiolela tunaweza tukavifanya huko ambako Mungu hana interest nako, lakini inapofika kwenye masuala ya Mungu, tufanye vilivyo bora. Tufanye vilivyo bora. Tufanye vilivyo bora. Kwa hiyo kama nitoe mfano sasa, kama wewe ni mwimbaji, jitahidi kuimba vitu vyenye uhakika. Sisi ambao sio waimbaji tukikosea sisi mtatuhurumia, mtasema huyu sio mwimbaji hata hivyo. La, leo kajitahidi sana. Unaona? Lakini wewe kama Mungu amekuita kwenye eneo hilo, jitahidi, kaza, komaa. Leta vitu vyenye quality. Hapo ndio unatumikia Mungu vizuri. Kama wewe ni mwalimu, fundisha watu wafaulu, waelewe. Sio tunakutana na mwanafunzi wako anasema hii topic ya tukusoma. Utakuwa umefeli. Wape watu vitu wanaweza kujifunza. Ukiwa mhubiri vivyo hivyo, wahubiria watu neno la Mungu, usiwapige matango. Mungu atusaidie sana. Tukiwapa watu bora, ndio tunampa Mungu bora. Ndio hoja ninayoileta hapa. Yaani hatuwezi kusema tunamtumikia Mungu kwa ufanisi alafu watu wake tunawapa makapi. Tufanye vitu vilivyo bora. Na kwa namna hiyo ndio tutakuwa tunamtumikia Mungu katika ustadi. Ni vizuri tufahamu, ndugu zangu, Daudi alipima kwamba yeye anakaa katika nyumba yenye hali, alafu sanduku la Mungu linakaa kwenye mapazia. Yaani linapigwa upepo.
Swahilini wanaita automatic door. Pazia ni automatic door. Kiingia yenyewe najifunga yenyewe. Sema hapana. Hapana. Mungu naye anahitaji kitu kilicho bora. Bwana Mungu atusaidie sana. Na Mungu kweli baadaye alikubali wazo, anasema, kwa nini nilimwambia mtu yote anijengee? Hapana. Lakini Mungu alikubali, kwa maana moyo wa Daudi alitamani ile sanduku la Mungu likae mahali pazuri. Ndugu zangu, tunapoendelea kujijenga na sisi kama kanisa, mimi nataka kuhamasisha ndugu zangu, tukatae yale mawazo ya kinyonge. Tukatae yale mawazo ya kinyonge. Unajua kuna watu wanasema, sasa kwani kwani kanisa si ni kanisa tu, hata shuleni Mungu anashuka. Sawa. Lakini unaonaje Mungu akishuka kwenye kiyoyozi? Unaonaje Mungu akishuka mahali pamesafishwa na sio kwenye vumbi? Bwana tusaidie sana. Mungu atusaidie tena. Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba tunapotaka kumtumikia Mungu kwenye jambo lolote, tuone na tutambue ya kwamba Mungu anastahili kilicho bora. Daudi, kumbuka, alikuwa leo tungetoa mfano wa lugha zetu, tungesema labda ni ikulu. Maana Daudi alikuwa mfalme, anakaa kwenye jumba la mfalme. Kwa anasema mimi nakaa. Sawa? Yaani mtawala wa nchi anasema mimi nakaa. Yaani hapo analinganisha nyumba ya Mungu na mahali ambapo anakaa mtawala wa nchi. Ndio hoja ninayotaka tuione. Unajua hakuwa analinganisha mahali ambapo Mungu anakaa na zile nyumba zetu za kule. Sasa mimi nakaa. Daudi kilikuwa kipimo. Anasema no. Kama mimi nakaa kwenye nyumba hii, maana yake hata Mungu atakapokaa lazima pawe na hadhi. Bwana Mungu atusaidie sana. Bwana Mungu atusaidie tena. Kwa hiyo kipimo cha ubora wetu tunaweza kuona tu. Tunaweza tu kuona. Yaani tuone tu, tutumie maisha yetu kama kipimo cha kumfanyia Mungu kilicho bora. Kama ukitoka nyumbani unazima taa, usitoke kanisani unaacha zinawaka. Bwana atusaidie sana. Mungu atusaidie tena. Kwa hiyo sisi tunaweza tukawa kipimo cha kumpa Mungu kilicho bora. Tuepukane na ile dhana na nadharia kwamba hiki si unajua cha kanisa, kwa hiyo tunafanya tu. Hapana. Mungu ni zaidi ya hapo. Mungu anastahili kilicho bora. Mwambie jirani yako, Mungu anastahili kilicho bora. Usimfanyie vitu hohehahe. Bwana tusaidie sana. Na jambo jingine ambalo tutamaliza nalo ni kwamba Mungu anakubali wazo la Daudi. Mungu anakubali wazo la Daudi. Unaweza kumwambia jirani yako, Mungu atakubali wazo lako likiwa bora. Unapofanya study ya haya maandiko utabaini kwanza Mungu amejieleza baada ya kusikia hilo wazo la Daudi kwamba kwani niliwahi kuomba mtu yote nijengee? Niliwahi kusema na mtumishi yoyote kwamba waambie wana wa Israeli wanijengee nyumba? Jibu ni hapana. Lakini Mungu akalikubali wazo la Daudi na kumwambia wewe hutajenga, ila mtoto wako atajenga. Na kutokea kwenye wazo hili tunaona Mungu anampa Daudi ahadi ya kuwa uzao wake kutokea mfalme wa milele. Wale mnaostadi maandiko, mkisoma kitabu cha Mathayo mtaona anaitwa Yesu, mwana wa Daudi, mwana wa nani? Wa Ibrahim.
katika kitabu cha ukoo wa Yesu, anaitwa Yesu mwana wa Daudi. Kwa nini? Wazo la Daudi kumjengea Mungu nyumba ambalo Mungu hakuwa nalo, lakini baadaye alilikubali, lilifungua mlango mkubwa wa baraka ya milele kwa Daudi na uzao wake, na tunaona baadaye ni kweli Daudi aliweza kukusanya zile rasilimali na akaweza kumjengea Mungu nyumba. Nachotaka kuzungumza ni kitu gani? Ndugu zangu, Mungu tunayemtumikia, Mungu anasema na sisi katika namna nyingi. Hasemi na sisi katika namna moja tu ama inayofanana tu, na wakati mwingine anaweza akaleta wazo lake ndani yetu, na anapoweka wazo lake mioyoni mwetu, ni wajibu wetu sisi sote kuhakikisha wazo hilo tunalitambua na kuliweka katika utekelezaji. Wazo linapokuwa lenye maslahi kwa ufalme wa Mungu, Mungu analipokea wazo hilo. Wazo linapokuwa la kuwajenga watu wake, Mungu analipokea wazo hilo. Wazo linapokuwa la kuwasogeza watu wake karibu na Mungu, Mungu analipokea wazo hilo. Kwa hiyo Mungu anaweza akakubali wazo kwa sababu lina mchango katika ufalme, kwa sababu wazo hilo linasaidia kutimiza mpango mahususi ambao Mungu alikuwa ameukusudia. Tunaona katika swala hili ndio ujenzi wa hekalu ukatokea, na hekalu ikawa ni simbo kwa wana wa Israeli kwamba Mungu yuko katikati yao. Hata utaratibu wa ibada ukaendelea kuboreshwa kwa sababu Mungu alikuwa amekubali wazo la mtumishi wake. Ndugu zangu, hata mimi na wewe, Mungu tunayemwabudu leo, ninafahamu yako mambo mengi tayari yameshawekewa dira katika maandiko. Hayo hatuwezi kuyavuka. Lakini Mungu pia anaweza kutusaidia mambo mengi ambayo yanakazia kile ambacho kimesemwa. Maana katika hicho ndio kusudi la Mungu linatimizwa. Tunaona kutokea kwenye hekalu, ibada za dini ya Kiyahudi zilishamiri, na watu mara zote walielekea hekaluni wapate kumwabudu Mungu, wapate kumtumikia Mungu. Na hii mantiki yake ni kwamba wazo linapokuwa limempendeza Mungu, wazo linapokuwa lina mchango katika ufalme wa Mungu, ndugu zangu, Mungu analipokea hilo wazo na Mungu analibariki. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Ndio maana wale ambao wanaweza kuona upungufu katika nyumba ya Mungu wakachukua hatua na kuutekeleza, Mungu anafanya kitu kwao. Watu wa Mungu wanapobarikiwa, na yeye anabarikiwa, kwa sababu Mungu ndivyo anavyofanya kazi hivi. Kwa hiyo tunapoendelea kujijenga kama kanisa, ninaamini kazi ya Mungu haijengwi na mtu mmoja. Haijengwi na mtu mmoja. Mahali pengi tumesikia viongozi wanajitutumua, ni sawa kwa sababu wana platform za kusemea, lakini ukweli ni kwamba kazi ya Mungu inajengwa na bidii ya watu wengi. Kabisa. Na Mungu anaweza kuweka wazo kwa mtu yoyote, akamtumia mtu yoyote, as long as huyo mtu anapatikana na hilo wazo la kimungu likaleta suluhu kubwa, likawa na mchango mkubwa katika kuendeleza na kujenga ufalme wa Mungu. Mtu wa Mungu ulioko hapa, mimi ninaamini kabisa kwamba hata wewe kuna kitu Mungu anataka ufanye. Hata wewe. Kwa hiyo unapoendelea kuyatafakari hayo, unapoendelea kuyafikiria hayo, Mungu anaweza kukubali wazo lako. Mungu amekubali mawazo ya watu wengi. Amekubali wazo la Musa jangwani, amekubali wazo la Daudi, ingawa mtekelezaji alikuwa ni mwingine. Kwa hiyo Mungu
alipokubali swala hilo ni funzo kwetu. Kumbe jambo linapokuwa na maslahi, linapokuwa na mchango katika kazi ya ufalme wa Mungu, Mungu anayabariki hayo mawazo. Na sio tu kuyabariki hayo mawazo, hata maisha ya watu hao yanabarikiwa. Tukumbuke kwamba Mungu shabaha yake kubwa ni watu, sio vitu. Na kama kuna mchango wa chochote kinachowarudisha watu kwake, kinachowasogeza watu karibu na yeye, jambo hilo linapata sana baraka mbele za Mungu. Na ninaamini kabisa kwa kuwapo kwako kanisani, hata wewe Mungu atakutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo unapokuwa na wazo, Mungu anapokuongoza katika jambo, hilo usiache kulifanya. Hilo usiache kulifanya, kwa sababu Mungu yumkini anataka afanye kitu kupitia wewe. Utaona tu taratibu kwa hapa zinafanyikaje, na wewe utaingia kwenye utaratibu, utalitumikia kusudi la Mungu. Kwa hiyo napenda kumuhimiza kila mmoja ambaye Mungu anasema naye, kila mmoja ambaye ana shauku ya kutumikia Mungu, ni vizuri tuwe na mawazo ambayo yanaleta mchango katika ufalme wa Mungu, na ikiwa hivyo Mungu anayapokea mawazo yetu na kuyabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndugu zangu, unapoenda kumaliza, nizungumze kidogo mambo yetu hapa Mlimani. Kama ambavyo nimetangulia kusema, Mungu anakusudi sana na hili kanisa. Wengi ni mashahidi. Na ndio maana amelilinda kwa mkono ulio mkubwa sana kufikia hivi lilivyo leo. Na kwa kuwa Mungu ametupa kupumzika kwa namna fulani, ndugu zangu, huu ndio wakati wetu wa kujipanga kwenda mbele. Ndio wakati wetu wa kujiandaa kufanya yaliyo makubwa. Ndio wakati wetu wa kutafuta kusudi la Mungu kwetu kwa pamoja ni lipi. Na tunapofanya hivyo, Mungu atatusaidia. Katika miaka hii miwili ijayo mbele, moja ya vitu ambavyo tunasikia Mungu anatusukuma ni kutafuta mahali petu, ni kumiliki mahali petu. Nini washirika, mnajua kwamba hapa Mungu ametufungulia mlango. Tuko hapa kwa sasa, na wenyewe wamekuwa wakarimu sana, wamekuwa pamoja nasi. Lakini tunafahamu mazingira haya ni mazingira ni eneo la taasisi ya kielimu. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa mkono wa Mungu, wenyewe wametukaribisha vizuri. Je, tutulie kwa sababu tumekaribishwa vizuri? Hapana. Tulale kwa sababu angalau tuna amani? Hapana. Tutumie wakati huu kujipanga. Mbele yetu tunajua kuna mambo mengi, mengine tunaweza kuyakamilisha katika zama zetu, lakini mengine tutakuwa tunayafanya kwa kupeana vijiti. Tutafanya kwa zama zetu, watakao kuja kutupokea na wenyewe watafanya kwa zama zao, mpaka kuhakikisha kwamba ile kusudi la Mungu linatimia. Lakini wasije wakasema hao waliotutangulia walikuwa vilaza sana. Wasiseme hayo maneno. Kama tunasikia vichekesho vinavyoendelea hapa na pale, kwamba mtu ana mzazi wake, wewe mzee unakuja Dar es Salaam mwaka 85 mwaka 90. Sikuwa kuna viwanja Posta sikuwa kuna viwanja Mikocheni, sikuwa kuna viwanja Masaka ulikuwa unafanya nini? Sasa hayo maswali sio mazuri kumuuliza mzazi wako. Sasa na wewe uko Dar es Salaam leo, fanya na wewe. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo na sisi tutafanya kwa zama zetu. Bwana Mungu atusaidie sana. Nina ujasiri mkubwa wa kuwatangazia kwamba Mungu anaenda kutupeleka mbali. Na mara nyingi watu, nilikuwa naongea na mtu mmoja jana kama sio juzi. Njia za Mungu ni za ajabu sana. Wengi hapa tunatumia neno ndio tunajitafuta. Neno maarufu mjini, ndio tunajitafuta, tujajipata, ndio tunajitafuta. Na wengi ni wanafunzi, wengine wako bado kwenye masomo. Mimi nataka nikwambie, Mungu alipotaka kushinda vita, alimwambia Gideon, punguza askari. Punguza askari. Yaani mnaenda kwenye vita na mbabe wa vita, lakini Mungu anamwambia punguza askari. Hao ni wengi sana. Mungu anashinda kwa wachache. Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba hali zetu za nje sio kipimo cha utendaji wa Mungu. Sio kipimo kabisa. Njia za Mungu hazichunguziki. Ile nia
ile bidii, maombi tutakayoomba yatafungua